Wanaelewa sasa hii sio darasa ya aqida. Tupo tu kwenye ule msingi wa mambo ya aqida kuhusiana Allah tabarak wa taala. Aqida kuhusiana yaum al-qiyama, kuna mambo ya mizani, kuna mambo ya haudh. Atakayepinga hakuna mizani, hakuna haudh, hakuna hivi, hakuna sirat, huyo si katika ahli sunna. Kuonekana kwa Allah tabarak wa taala, mambo ya janna na nar na mengineyo, itikadi kuhusiana na Qur'an, atakayeitakidi Qur'ani ni kiumbe si katika ahli sunna. Atakayefasiri Qur'ani kwa utashi wake si katika ahli sunna, kama alivyosema Mtume sallam, fa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammahum Allah fahdharuhum والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكما نمتفات ما تشابه منه katika Qur'an huyo si katika mtu wa sunna. Mbona hapa Allah kasema hivi? Mbona hapa kasema hivi? Mbona hapa kasema nahanu? Mbona hapa kasema hivi? Kama mtu huyo si mtu wa sunna. Kafasiri Qur'ani unavyotaka wewe si katika mtu wa sunna. Itikadi katika mambo ya malaika ambao tunasomeshwa kila siku, ukaitakidi kinyume na Qur'an na sunna inaonyesha kuhusu malaika, wewe si katika mtu wa sunna. Itikadi kuhusu mitume, sisi tunaitakidi mtume wetu Muhammad ndio mtume wa mwisho. Ukitakidi utume uendelea, wewe si katika mtu wa sunna bali ni kafir. Kwa aini yako tutataradad kukufurisha kama tukusemeshia hujja. Lakini baada al-hujja wal iqama, au kwa wale wanaochuona wameona kwamba kwa yale mambo yote ambayo ni dhahir maalum fi dini bidarura hayahitaji kusimamishwa hujja. Kama kuamini kwa mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho, hayahitaji kusimamishwa hujja. Anayepinga kafir, awe anaswali kafir. Jambo linahitaji mpaka wewe utafutiwe hoja, utoe mawaidha. Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasul Allah wa khataman nabiyyin. Tumesema la nabiyya ba'di. Au mtu akapinga uwajibu wa swala hahitaji kusamishwa hujja huyo. Kwa misingi ya imani nguzo zake ni 6. Atakayepinga qadar kama tulivyoona jana, akasema la qadar, huyo si katika mtu wa sunna. Kuna msingi wa masahaba. Masahaba waliishi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walioitetea dini. Hii dini isingefika kwetu kama si Allah tabaraka wa taala, kisha mtume wake, kisha masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waliobeba ilmu, wakahifadhi Qur'an, wakahifadhi sunan, wakawafundisha watu, wakaenda katika miji mbalimbali mpaka leo ilmu ikazaga. Atakayetokea mtu yote akawatukana masahaba, huyo si katika mtu wa sunna. Kama tumeona maneno ya Ata ibn Abi Rabah kumuuliza nani? Abu Hanifa. Abu Hanifa akasema mimi si katika wale wanaotukana nani? Masahaba. Kwa mashia hawa kadha, hawa ni watu wa bid'a, bali wataingia katika kufuru wale wanaosomi wao, na atakayesimamishwa hujja akapinga haya ni kafir. Huwezi kuwatukana masahaba ukabakia muislamu. Aya zimekuja ngapi zinazowasema kwa uzuri masahaba? wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu. Aya ziko nyingi. Vile vile katika misingi wanahitaji ahlu sunna, ambao misingi inatofautisha watu wa sunna na wasiokuwa watu wa sunna, ni masala ya kuwakufurisha watu kwa dhambi, ambao huu ni msingi wa kikhawarij. Mtu akifanya dhambi kubwa, zinaa, uongo, kala riba, kafiri huyo si mtu wa sunna. Watu wakufurishi kwa dhambi ambao isiokuwa shirki au kufru au nifaqul akbar. Lakini pia kuwa hukumu kwamba watu watakaa motoni milele watakaokufa na madhambi isiokuwa shirki, damu hawajatubia, sasa tunasema wako chini ya matakwa ya Allah tabarak wa taala. Lakini pia masala ya kuhalalisha damu za Waislamu, kuhalalisha damu za Waislamu kwamba yule ni halali damu yake, mambo hii ni fikra ya kikhawarij, si katika mambo au si katika misingi ya ahlus sunna. Mambo yanofungamana na al-imama wal bai'a, sisi tunaamini kwamba imamu ni imamu daula, na bai'a kiapo cha utiifu atakiwa apewe nani?
utawala. Atakayekuwa na msimamo kwamba imamu kama vile mashia wana maimamu wao tena ni maasumun, hawa ni watu wa bid'a. Lakini kuna imamu wasiokuwa daula, imamu wa jamaa fulani, kiongozi mkuu, amiri mkuu, watu wakala kiapo cha utiifu, hapa aliyokuwa yeye sio imamu daula, hao wote watakukhalifu msingi huu, si watu wa sunna. Vile vile jamaa ni moja tu, jamaa ya Waislamu, jamaa ambayo inasimama juu ya haki. Makundi yote, jamaati zote ni batil. Atakiona kwamba yafaa kuanzisha jamaa kwa tablighi haq, ikhwanu muslim haq, hizbu tahariri haq, ayote ya makundi kwanza. Wewe tablighi kundi lako haki, na wale pia sawa, na wale pia sawa. Hakuna kundi ni moja tu, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Vile vile katika misingi ni msingi wa kuitakidi kwamba chimbuko la dini hii, masdaru talaqi, ni alkitabu wa sunna ala fahmi salaf. Kama mtu anaona kwamba dini waweza kutumia rai yako au ndoto kama masufi, hao ni watu wa bid'a. Masdaru talaqi ni alqur'ani wa sunna wa fahmi salaf. Vile vile kuna msingi wal bid'a wal mubtadi'a. Mtume ametahadharisha watu wa bid'a na ametahadharisha bid'a. Yoyote atakuona kwamba bwana hii bid'a na nini mnatuchelewesha, umma una mambo mengi, hii bid'a kadha, wewe sio mtu wa sunna. Kwa pamoja na mambo mengi yaliokuwepo wakati wa bwana mtume, sasa wa iyyakum wa muhdathatil umur. Mtume yeye tena anakwenda kufa, katika wasia anautoa, jambo anawaachia umma na kutahadharisheni na mambo yaliyozushwa. Kwa watu wa bid'a ndio ile hadithi iliyosoma, fa idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammahumullah fahdharuhum. Tahadharini na watu hao, watu wa bid'a tahadharini nao. Kimwona mtu anachukulia bid'a ni kitu rahisi easy, ni mnakataza huku watu maulidi, sio mambo gani bid'a, umma unazini huko. Kwa kwani sisi hatukatazi zina? Watu wakatazi pombe. Ukimwona mtu namna hiyo ujue hana msingi wa ahli sunna. Mtume alikataza bid'a, anakwenda kufa, anawahusia watu, katahadharisha watu na bid'a. Masahaba waliwatahadharisha watu waliozusha bid'a wasiokuwa masahaba. Kwa hapa pana maneno mengi, kuwapenda watu wa bid'a, kukaa nao watu wa bid'a, mtu akashirikiana nao watu wa bid'a, akawasifu watu wa bid'a. Haya yote yanakhalifu misingi ya ahli sunna. Na kumeingia vineno vingi, si kila anaingia katika bid'a ni mtu wa bid'a. Ama mtu asikia sana kwa vijana wanafunzi wa kina Abdul Qadir sasa hivi, laisa kullu man waqa'a fil bid'a fa huwa mubtadi'. Maneno yako hayo yana sehemu ya haki lakini yana sehemu ya batil. Nini muradi wako? Bid'a gani? Wanaochuoni wafanya tafsiri. Kuna bid'a ni dhahira, ambao mtu hahitaji kwa bid'a hiyo kwamba awe amesoma apewe elimu. Na je, maneno hayo tunaweza kuya-apply kwa kila mtu? Kwamba wanatukana masahaba katika bid'a ya khawarij na kadha, wote pia si mubtadi'? Au na malengo yako? Bid'a ikiwa dhahira, atakaingia katika bid'a fa huwa mubtadi'. Bid'a ikiwa ni khafiyya, na hapa tunazungumza mtu kashakuwa ni mtu wa sunna, ama wale asili yao ni watu wa bid'a, hao ni watu wa bid'a tu, sasa tunashaka nao. Yaani leo mimi nikawaita kina Mziwanda, sio kina Walidi, kina nani, hao ni watu wa bid'a. Waambia mbona unawatia watu katika bid'a? Kwa sababu asili yao ni watu wa bid'a. Sasa mtu ni mtu wa sunna akaingia katika bid'a dhahira, anajiita ni mtu wa sunna, akaenda katika maulidi, akazungumza mambo ya kukufurisha watawala au kuwatia taani watawala dhahir. Hizi ni bid'a dhahir, huyo anakuwa ni mtu wa nini? Wa bid'a. Ama mtu wa sunna asili yake yuqarriru sunna wa madhhab as-salaf, akaingia katika bid'a khafiyya, wanasema ahlul ilmi, huyu mtu ndio atasimamishwa hujja, atabainishiwa hili, lakini sio sawa, hii ni bid'a. Hii kuna mambo yamejificha, hata sisi tunakufanya jambo kutaa na kumbe hili bid'a, mimi sijaelewa, kusimamishwa hujja. Mtu akikubali na akaachana hicho kitu, anabakia kuwa ni mtu wa sunna. Wanasema ahlul ilm, akiendelea baada ya kusimamishwa hujja, yuamalu muamala wa ahli bid'a.
sawa sawa. Kwa hiyo mtu wa sunna hawezi kuwasifu watu wa bid'a, hawezi kukaa na watu wa bid'a wakala sio kuna jambo hili kuna hivi hapa tuwaozesha watoto hapa kadha sio mashindano ya Qur'an. Yani mashindano ya Qur'an ndio kigezo kana watu wa bid'a na kuwasifu. Yani hiyo ndio sababu. Na wageni rasmi wakawa ni watu wa bid'a na kutoa nasaha na kuzungumza. Nyinyi mmezipamba bid'a. Nyinyi ni sababu ya sunna kutokudhihiri, sababu watu wanaona hawa ni watu wa sawa, mbona wako na shekhe fulani, mbona wako na shekhe fulani. Ndio maana mjue kuna msingi wa muqata'a na kuwahama watu. Mtume aliwahama masahaba ambao hawakwenda katika vita ya Tabuk bila ya hoja za kimsingi, Ka'b ibn Malik, Murara wa Hilal ibn Rabi'a. Au hamjui hadithi hiyo? Siku ngapi ilikuwa bwana? Siku 50. Haukuna msingi huu. Ndio maana watu wasiokuwa na msingi huu wameharibu dini mpaka kwa watu wa maasi. Tumeona juzi mmezungumza mambo mimi. Mashaikh wamehudhuria katika iftari ya Diamond juzi kavaa kilemba na ndevu, kimuona za kusema salaf. Asa hivi Diamond yupo Ghana. Katoka amekwenda Ghana amekula msalaba. Juzi kavaa kilemba. Sheikh Walidi azungumza mawaidha mbele yake, kijana atingisha kichwa. Utamwona kama mtu. Leo yuko Ghana amevaa msalaba. Kwa hao mashekhe wanaharibu sana dini yao. Jamii inaotazama inaonaje? Shekhe yuko mbele ya Diamond. Tena na dua anaomba. Na wala hana nasaha za wazi kwa Diamond, ndio unafanya kazi ya muziki, unafanya mambo ya ovyo. Cheza na wanawake, watu wa kuuchi, watu wanakunywa mapombe kwenye maklabu na hivi kwenye mashow makadha. Acha hivi vitu, unavaa misalaba, unafanya hivi, unasuka nywele, unafanya hivi, unavaa hiri. Asemi chochote. Ni jambo kubwa na nini kadha. Haya mambo yanaharibu dini. Jamii inaotazama inaona shekhe mbona kaka nao. Siku ya pili wako katika iftari ya Alikiba. Na mashehe wa huko kwa kupenda kula bwana na mialiko hata yeye hatazami iftari hiyo yuko yeye na Mwamposa hapo hapo. Yani watu wenda tu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Lakini hao ni mashaka zenu nyinyi. Wengine wakisema pia manuna. Lakini hii ni dini, tutanasihi. Tunajua kwamba wako na watu, lakini sisi tutanasihi. Hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala. Na sisi alitotupata isipokuwa alotuandikia nani? Allah tabaraka wa taala. Na mbele ya Allah ndio watu wote watarudi subhanahu wa taala. Muda wangu umeisha. Leo kuna maswali, lakini kuna misingi ya kuthibiti katika sunna. Watu wa sunna sio watu wa kutalawan, leo kuna huyu kesho kuna huyu, ueleweke. Neutral. Mtu wa sunna neutral. Kuna waya neutral kule fundi kwenye mambo yao, kuna waya neutral. Au zile spana, na spana zafungua kila sehemu. Kila sehemu ya upo. Au master key, na sehemu yafungua. Kwa hiyo mambo kama mposema yako mengi, msingi iko mingi sana, alwala wal bara ambao tumeitaja vizuri huko. Lakini pia mambo ya yanofungamana na da'wa, sisi tunaamini, tunaitakidi kwamba da'wa bwana mtume alifanya na alifanikiwa. Kwa sisi atakao tufanye da'wa kama alivyofanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakiona kwamba bwana da'wa ya wakati ule sasa hivi tuanzishe labda nyimbo fulani, tuanzishe tamthilia za kufundisha watu dini, kwa watu wanaweka maigizo lakini wafundisha watu dini. Hawa sio watu wa sunna. Sisi hatuna mambo hayo. Tamthilia ni uongo. Mtu anaikti baba sio baba, anaikti mama sio mama, anaikti mkewe sio mkewe, anaikti anaozesha sio wali. Uongo tu. Nini? Dini haifundishwi na hivyo. Dini mtume alifanikiwa na wahi, kufanikiwa kwa matamthilia wala nyimbo. Kwa dawa yetu iwe dawa kwa minhaji nubuwa. Lakini mambo shumulia, kuna mambo shumulia kwamba dini yetu na madhhabu salafi ni shamil. Sio kwamba sisi tupo huku na nyinyi mpo huko. Ushasikia watu wao.
Kwa sisi kama tupo katika mambo ya fadhailul a'mali, nyie kaeni katika masaili. Mjasikia watu tusipokudhiane sisi tutalingania watu kula kwa vidole vitatu, kufanya hivi, na nyinyi fundisheni tauhidi. Kwa ikawa msingi wa kundi lako ni jambo la fadhailul a'mal, au hizbu tahariri msingi wao ni khilafa, kwa kila kitu mawaidha khilafa is a solution. Khalifa kwanza, hamna mambo mengine nyinyi. Madhhabu salafi ni shamil, imeenea kila nyanja. Kiambo mbona mfundisho watu tauhidi, afundisheni nyinyi, alafu akishatoka huko waje huko. Maneno gani ya kibahau? Mfanye ubahau sisi yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam watu watakiwa dini ni shamil, watu wasomeshwe dini yote, si masala kwamba hawa ni watu fulani, hawa ni watu fulani. Inshallah mimi nitaishia hapa. Kama mvosema tayari nyinyi mmefahamu kwamba khalifa aslan min usuli din, tushaelewa ambapo aslu tumesema ni nini? Ni jambo limethibiti kwa nasi na ijma. Ama jambo ambalo ni mukhtalafu fihi linaingia katika farra. Mtu akikhalifu farra alafu ikawa yuwali wa yuadi, hii ndio nukta ya msingi. Kuna mambo ya farra tumekhtalifiana sawa, lakini ukawa tufanyiana uadui na kupendana kwa jambo ambalo ni mukhtalafu, sio asli, hiyo pia ni katika ni kukhalifu manhaji salaf ambao tunaiona. Nitaishia hapa leo, ni siku ya maswali. Niruhusu maswali inshallah, yale ambayo nitakayoweza kwa elimu ndogo alonipa Allah tabaraka wa taala nitajibu. Nitakayoyashindwa nitasema Allahu a'lam, na nusu ya elimu ni kusema Allahu nini a'lam. Kwa ukiona nimesema Allahu a'lam, sema huyu kijana ana sehemu ya elimu, lakini yule shekhe kila kitu ajua, au fihi kaulani, kila kitu kuna kauli mbili hapo wanaotoa, alafu azisemi ana moja tu. Haya, karibuni jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.